wanasiasa walidhibitiwa katika kipindi cha awamu ya 5, ikawa hakuna mikutano ya vyama vya siasa. Waliokuchukua fomu za kutaka kugombea pamoja na taaluma walizonazo walionekana kwamba hawajui kusoma wala kuandika. Katika uchaguzi tu wa serikali za mitaa, na walibanwa kikweli kweli, mpaka wengine wakakimbia ughaibuni. Alipoingia mtawala Muislamu, aliwafariji, akawafungulia milango, bwana basi njooni mfanye siasa. Hapo ndipo walipotumia fursa ya kuanza kumtukana huyu aliyewaruhusu na kuona kwamba hatendi haki. Lakini bwana mkubwa yule Mkatoliki ilikuwa yuko sawa. Wafanya biashara, nyinyi mna ushahidi wa kutosha kabisa, pengine kuliko mimi, namna watu walivyokuwa wakiporwa mali zao. Watu wakawa katika hofu kiasi ambacho baadhi ya wawekezaji waliikimbia hii nchi. Leo amekuwa tajiri, kesho anaweza kuwa fakiri. Mambo hayendi. Wafanya biashara, nyinyi mashahidi, muogopeni Mola wenu. Hali ilikuwa ngumu sana katika biashara na watu wakakimbia. Alipoingia Muislamu, haya mambo yaliondoka. Kukawa kuna kazi kubwa ya kuwaaminisha watu kwamba sisi sio kama yule, njooni mfanye biashara. Watu wakabembelezwa mpaka wakaona ni kweli, biashara zikaanza kufunguka. Lakini kosa lake kwa sababu ni Muislamu. Haya yote aliyoyafanya huyu anayeongoza nchi sasa hivi yakawa hayaonekani. Ndipo wakalipuka hawa watu kutoka kanisani kwenye madhabahu huko wakidai haki. Haki ipi? Mlikuwa wapi? Wakatokea wanahabari na wachambuzi wa mambo ya kiuchumi, mambo ya kisiasa, wakaja wakadai haki. Mlikuwa wapi? Wanasiasa hawakubaki nyuma, waandamanaji, raia wa kawaida nao hawakubaki nyuma, wakiwa wanadai haki. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhadaa bilqist wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Maida